pumzisho la Mungu kutoka kwa Pastor Adewimu. Nimekuja nyumbani kwako kukwambia kuhusu vema ya ndoa yako. Amekuketisha katikati ya wame wote, amekuketisha katikati ya wake wote, nawe ukawa ni mmoja ya wame wa kuketi kwao, nawe umekuwa ni mmoja ya wake wa kuketi kwao. Ndio amekuketisha katikati
maana wewe ni mtoto, lakini mwingine akimtazama anasema hakika huyu amefanana kama baba yake, lakini wewe si baba. Na mwingine akimtazama anakuona kwa jinsi ulivyo, hakika umefanana na mama yako, lakini wewe si mama, lakini wewe sio mama. Kufanya kila mmoja kukufananisha kwa jinsi yeye alivyoweza, kufanya wewe ukawa ni wa kufanana na baba yako, wewe ukawa ni wa kufanana na mama yako, lakini wewe si mama, wewe sio mama, wewe sio baba, wewe sio mama kwa mama yako, wala wewe sio baba kwa baba yako, bali wamekuwa ni mashahidi wa kukuthibitishia wewe kwamba umefanana, ni wa kufanana na baba yako, ni wa kufanana na mama yako, ikimaanisha ni msaidizi unayefaa kwa baba yako, ni msaidizi unayefaa kwa mama yako, ikiwa na maana wewe ni ndoa iliyo vema, wewe ni vema au msaidizi unayefaa wa ndoa yako, ikimaanisha walio ndani ya ndoa yako, kwa maana kwamba baba yako na mama yako, baba yako na mama yako ndiye walio ndani ya ndoa yako. Mke wako na mtoto wako ndiye aliye ndani ya ndoa yako. Bibi yako na babu yako ndiye walio ndani ya ndoa yako. Mke wako na mama mkwe wako ndiye walio ndani ya ndoa yako. Mke wako na baba mkwe wako ndiye walio ndani ya ndoa yako. Kimoja kwa jina la kuitwa kwake na kingine kwa jina la kuitwa kwake ndio wapo ndani ya ndoa yako, ikiwa na maana katika mwili mmoja ulio nao, katika mwili mmoja popote pale ulio nao, kwa kuwa mwili mmoja ndiyo sehemu ambayo ya wawili tofauti, viwili tofauti, miili miwili yenye kanuni na taratibu tofauti zinaishi pamoja, kwa kila mmoja kuishi kanuni na utaratibu wake, na kisha kuonekana katika sura moja ya urahisi wako, katika sura ya urahisi ya kuonekana kwako popote pale ulipo na kuitwa kwa jina lako. Naongea na wewe popote pale ulipo kuhusu vema ya ndoa yako. Ni mwanamke pekee aliyekuketisha wewe mwanamume katikati ya wanawake wote. Ni mwanamke pekee aliyokufanya wewe mwanamume katikati ya wanawake wote, na ni yeye pekee popote pale ulipo ndio aliyokuweka umuone katika urahisi sawasawa na unavyomtazama sasa. Amekuweka umtazame katika urahisi sawasawa na unavyomtazama sasa, na kumwita kwa jina lake sawasawa na urahisi wa kumtazama kwako. Dhumuni kuu
umuhudumie, umsaidie sawasawa na kumtazama kwako. Kama umemwona ni mke, tambua yeye amekufanya wewe umwone mke. Yeye ndiye aliyekufanya wewe umwone mke. Na kwa urahisi huo wa kumtazama katika sura ya mke, wewe moja kwa moja umepata kumsaidia kirahisi. Umepata kuwa msaidizi wake kirahisi kwa wewe kuwa mume. Ndio, amejionyesha ni mama yako kwako. Amejionyesha ni mama kwako, nawe ukaketi katikati yao, ukimtazama katika urahisi wa kujionyesha kwake kwako, ukimsaidia, ukimtumikia ukiwa mtoto. Kwa hiyo popote pale ulipo wewe mwanamume, tambua umeketishwa katikati ya wanawake, umeketishwa katikati ya mwanamke, kwa yeye mwanamke kujionyesha kwako, kwa wao wanawake kujionyesha kwako. Kufanya ulipo haujajiketisha mwanamume. Popote ulipo haujajiketisha mume. Popote ulipo haujajifanya mwanamume. Popote ulipo haujajiweka mwanamume. Popote ulipo haujajiweka mke, haujajiweka mume, bali umeketishwa mwanamume katikati ya umeketishwa mume katikati ya wake. Mwanamke kujionyesha katika urahisi wa sura ya kumtazama kwako. Kwa mwanamke kujionyesha katika urahisi au kuonekana katika urahisi wa sura ya kumtazama kwako, ili upate kumhudumia, upate kumsaidia na kufanya popote pale ulipo, kwa kuketishwa katikati ya wanawake, kwa kuketishwa katikati ya mke huyo, kwa kuketishwa katikati ya mama yako, kwa kuketishwa katikati ya wanawake, kwa kuitwa kwa jina sawa sawa na urahisi ya wewe kumtazama, kumwita sawa sawa na jina ulilomtazama, kwa lengo kuu moja, upate kumtumikia kwa wanamume wako sawa sawa na ulivyomtazama kwa jina la kumwita kwako, upate kumsaidia kwa ujina la wanamume sawa sawa na urahisi uliomtazama na kumwita kwa jina lake. Kama umemwita mke, basi umekuwa ni msaidizi moja kwa moja kwa hivyo hivyo ulivyo kwa wewe kuwa mume. Kama umemwita mtoto, moja kwa moja umekuwa msaidizi kwa hivyo hivyo ulivyo kwa wewe kuwa baba. Ndio vivyo pia kwako wewe mwanamke, tambua popote pale ulipo. Wewe mke, tambua popote pale ulipo. Ulipo hapo umeketishwa katikati ya wame, umeketishwa katikati ya wanamume, umeketishwa katikati ya mume huyo, umefanywa mke katikati
ya mume huyo. Umefanywa mke katikati ya wanamume. Umefanywa mwanamke katikati ya wanamume. Si kwamba ni wanamume wengi, bali mwanamume mmoja katika urahisi wa sura ya kutazamika kwake kwako, na si kwamba wame wengi, bali mume mmoja katika urahisi wa kutazamika kwake kwako, kimaanisha akiwa ndani kwako, chumbani kwako ni mume wako. Ukienda mwingine unayemtazama ni baba yako, mwingine unayemtazama ni mtoto wako wa kiume, mwingine unayemtazama ni shemeji yako, mwingine unayemtazama ni mjomba wako, mwingine unayemtazama ni nabii wako, mwingine unayemtazama ni daktari wako, mwingine unayemtazama ni kwa jina sawasawa urahisi ya wewe kumtazama na kisha kumtumikia. Na jinsi unavyomtazama ni yeye amejiweka hivyo. Jinsi unavyomtazama ni yeye amejiweka hivyo katika urahisi wa sura yake ya wewe kumtazama kirahisi na kupata kumhudumia kwa kukuketisha kwake hapo ulipo na kukufanya popote pale ulipo wewe mke tambua. Popote pale ulipo wewe mke kwa kuketishwa na mume tambua. Mume hayupo kukusaidia wewe uwe mke, bali upo kwa mume kumsaidia mwanamume kwa huo uwanamke wako. Ndiyo, mume hayupo kukusaidia wewe kuwa mke, bali upo kwa mume huyo kumsaidia mwanamume huyo kwa huo uwanamke wako, kwa kuketishwa kwako, kumsaidia mume huyo kwa huo uwanamke wako, kwa kuketishwa kwako, kufanya ulipo mume wako hana cha kukupa wewe uwe mke, hana cha kukupa wewe uwe mke mwenye afya, hana cha kukupa wewe uwe mke tajiri, hana cha kukupa wewe uwe mke mwenye heshima, hana cha kukupa chochote kile, hana cha kukupa chochote kile cha kukufanya wewe uwe mwanamke wa aina yoyote ile kwa kufikiria kwako, zaidi ya kimoja tu, kukuketisha kwake katikati ya wanamume. Kukuketisha kwako wewe mke katikati ya wanamume ndicho kimoja tu alichokifanya. Amekuketisha ukiwa ni mwanamke, ni mwanamke mwenye afya, ni mwanamke tajiri, ni mwanamke mwenye utukufu, ni mwanamke mwenye kila kitu cha kuitwa kwako katikati ya mwanamume, katikati ya wanamume, wa lengo kuu moja: wewe ndiye umsaidie mwanamume kwa uwanamke wako uliyekamilika. Umsaidie mwanamume kwa uwanamke wako tajiri, kwa uwanamke wako wenye afya, kwa uwanamke wako wenye hekima, kwa uwanamke wako wenye upendo, kwa uwanamke wako wenye utajiri, kwa uwanamke wako
wa dizaini yote kwa ukamilifu wako. Wewe ndiye wa kumsaidia mwanamume kwa wanamke wako. Fanya ulipo, haupo kusubiria chochote kwa mwanamume. Hapo ulipo haupo kusubiria chochote kwa huyo mume, kwani yeye kasha kuketisha katikati ya wanamume, bali upo kwa jambo moja: kumsaidia mwanamume, kumsaidia mume wako kwa wanamke wako, kwa wanamke wako, kwa jinsi hivyo ulivyo, kwa kila kitu ulichonacho kwa wanamke wako. Ndivyo ilivyo kwako wewe mume, popote pale ulipo. Ndivyo ulivyo kwako wewe mwanamume, popote pale ulipo, kwamba mwanamke hana chochote cha kukupa wewe. Uwe mwanamume tajiri, wewe uwe mwanamume mwenye hekima, wewe uwe mwanamume mwenye afya, wewe uwe mwanamume mwenye maendeleo, wewe uwe mwanamume wa aina yoyote kama unavyofikiria. Yupo kukupa chochote, kwa kuwa chochote alichokupa ni yeye kukuketisha wewe mwanamume katikati ya wanawake. Ni yeye kukuketisha wewe mume katikati yake yeye mke. Amekuketisha katikati ya wanawake ukiwa tayari wewe ni mume, ukiwa tayari wewe ni mwanamume. Wewe ni mume mwenye utajiri huo, wewe ni mume mwenye afya hiyo, wewe ni mume mwenye maendeleo hayo, wewe ni mume mwenye nyazifa hiyo, wewe ni mume wa dizaini hiyo. Popote pale ulipo, wewe ni mwanamume popote pale ulipo. Kwa kuonekana kwako huko ni kuweka katikati yao, katikati yake yeye mwanamke, katikati yao wao wanawake, ukiwa tayari wewe ni mume, wewe ni mwanamume. Amekuweka katikati yake, katikati yao. Amekuweka wewe mwanamume katikati ya wanawake wote. Amekufanya wewe mwanamume, kuwa mume katikati ya wanawake wote, katikati ya wake wote, kwa lengo kuu moja: umtumikie kwa wanamume wako. Uwe msaidizi kwa wanamume wako. Fanya ulipo, popote pale. Hausubiri chochote kutoka kwa mwanamke, hausubiri chochote kutoka kwa mke wako. La, upo kumsaidia mwanamke kwa wanamume wako sawasawa na kuketishwa kwako hapo katikati yao. Umefanywa mume, umefanywa mtoto, umefanywa kwa jina hilo. Popote pale ulipo, umeketishwa hapo, si kupata chochote kutoka kwako cha kukufanya wewe ukawa mwanamume, bali umeketishwa hapo ili jambo moja tu: umtumikie mwanamke kwa kukuketisha kwake kwa huo wanamume wako. Umtumikie mwanamke kwa kuketishwa kwako wewe mwanamume katikati yao. Umtumikie mke wako kwa kukuketisha kwake, kwa kukuketisha kwake katikati ya wake wote, kwa huo umume wako, kwa huo
umume wako, hivyo hivyo ulivyo umume wako wa afya hiyo, umume wako wa utajiri huo, umume wako kwa jinsi hiyo hiyo sasa hivi ulivyo. Si mpaka ukatafute, kwa jinsi hivyo hivyo ulivyo sasa hivi ndivyo jinsi unavyomtumikia mke wako, ndivyo jinsi unavyomsaidia mke wako, ndio jinsi unavyomsaidia mwanamke, ndivyo jinsi unavyotumikia kwa wanamume wako ulioketishwa katikati ya wanamke. Popote pale ulipo, ndoa ni wewe hapo ulipo, kwa jinsi ya jina la kuitwa kwako, ni mwanamume au ni mwanamke. Kufanya ulipo umekuwa ni msaidizi wa wanandoa, umekuwa ni msaidizi unayefaa kwa walio ndani ya ndoa, msaidizi kwa huyo mkeo, kwa wewe kuwa mume hapo ulipo, kwa jinsi hiyo hiyo ulivyo. Umekuwa msaidizi unayefaa kwa huyo mtoto wako wa kike, kwa wewe kuwa baba hivyo hivyo, kwa jinsi hiyo hiyo hapo ulipo, kwa kuwa ulipo wewe ni ndoa uliyeketishwa katikati ya ndoa zote. Wewe ni mwanamume uliyeketishwa katikati ya wanawake wote. Wewe ni mwanamke uliyeketishwa katikati ya wanamume wote, pasipo kujalisha umri wako ni upi. Na si kwamba kuna wanamume wengi, bali mwanamume mmoja, katika urahisi ya wewe kumtazama na kumwita kwa jina la kuketishwa kwako, ili umsaidie kwa wanamke wako sawasawa na jina ulilomwita, ili umsaidie kwa wanamume wako sawasawa na jina ulilomwita, kwa urahisi wa kuketishwa kwako, ili upate kumsaidia sawasawa na jinsi ulivyo hapo popote pale ulipo. Pokea pumzisho hili, kwa kuwa wewe ndiye uliye vema ya ndoa yako. Wewe ndiye uliye msaidizi unayefaa wa ndoa yako, ikimaanisha wa ndoa yako ni yoyote ambaye unayemtazama mbele yako, yoyote ambaye unayemtazama mbele yako ndiye aliye wa ndoa yako, ndiye aliye kuketisha pale alipo na kumwita kwa jina lake. Basi pokea pumzisho hili na raha ya wewe kuwa msaidizi unayefaa wa ndoa yako. Vema ya ndoa yako iwe pamoja nawe popote pale ulipo.